Bwana Yesu asifiwe. Ni mshukuru uongozi wa chuo ni mshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa chuo hiki. Mungu awabariki sana. Bariki mkurugenzi mwenyewe, abariki mkuu wa chuo, abariki na wakufunzi wote wa mahali hapa. Lakini Mungu akubariki wewe ambaye uko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka tumekutana mahali hapa ni watu tunaoitwa ni Wakristo. Haleluya. Au ni wacha Mungu. Na mimi nimekuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Nimekuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Kama unaweza ukaandika somo au title, unaweza ukaandika wakati sahihi wa kujisahihisha. Wakati sahihi wa kujisahihisha. Lakini pia nipenda kusema tuko live. Tuko live mara nyingi tunapokuwa kwenye ibada mashuleni, kwenye vyuo, tunakuwa live kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo usije ukaona kwamba tunarekodi hapa ukafikiri tunakuwa tunaingia live kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana wewe uliyepata nafasi ya kushiriki mahali hapa. Kama walivyojitambulisha wenzangu, mimi ni mchungaji wa kanisa la PMZ au kwa kirefu Pentecoste mapito ya zamani. Haleluya. Natamani nizungumze na wewe leo kijana mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka hapa tupo vijana, si ndio? Kama kuna mzee naomba inue mikono isije nikawa nimemvunjia adabu. Kama kuna mzee yote, bila shaka tuko vijana pamoja na mlezi wetu pia na yeye ni kijana. Na Mungu akubariki sana mama kwa moyo wako kumpenda Mungu. Mungu akubariki sana sana sana. Kitu ambacho nafurahia sana sana na umekuwa mzigo wangu mkubwa hata kuzunguka kwenye mashule mbalimbali au kwenye vyuo mbalimbali ni kwa sababu ya samani tulio nayo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu kuna wakati samani yake inakuwa kubwa, lakini kuna wakati kadiri anavyoendelea kuishi samani yake inapungua. Bwana Yesu asifiwe. Inapungua na baadaye Mungu anamvuna. Haleluya. Ndipo nashangaa hata ukiangalia kwa kipande kikubwa, hata serikali imeweka muda fulani kwamba utaitumikia nchi yako, lakini utakapofikisha miaka fulani kikomo cha ajira serikalini kinafanyaje? Maana yake kwa lugha nyingine thamani yako inakuwa imepungua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wa ujana ndipo unapokuwa na thamani kubwa, na kwa sababu wewe una thamani kubwa wakati wa ujana, ndipo shetani anajaribu kukutafuta kwa nguvu nyingi. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema zikimbieni tamaa za ujanani. Haleluya. Ndio maana kwa kipande kikubwa shetani anatumia kila mbinu, kila namna ili aweze kuharibu ujana wako. Na Biblia inasema nimewaandikieni enyi vijana kwa sababu mnazo nguvu za nini? Haleluya. Kwa sababu mnazo nguvu za kumshinda shetani. Kwa sababu tunazo nguvu za kumshinda shetani, zile nguvu zikitumiwa vibaya na adui, inakuwa ni silaha kubwa sana, inakuwa ni hasara kubwa sana kwa Mungu, kwa sababu inaenda kufanya mapenzi ya shetani. Haleluya. Kwa hiyo wakati tulionao ni wakati wenye thamani sana. Wakati tulionao ni wakati wenye thamani sana. Basi nitaomba tusome kitabu cha Isaya. Some kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 6. Isaya 55:6. Isaya 55. Kama inasomwa mtaona namba yako ni tu kawaida. Isaya 55 na ule mstari wa 6. Ndio. Biblia inasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mtafuteni Bwana maadamu anafanyaje?
anapatikana. Yule sijaelewa hapo. Tuko live. Sasa uko live. Uko mbali sana na kamera. Mtu anasoma kule, wewe uko huku tu. Niko na operate vingine huku tu. Sasa usioperate vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtafuteni Bwana mara wanafanyaje? Anapatikana. Sasa nikuulize swali. Hivi kuna kipindi Mungu huwa anapotea? Kuna kipindi Mungu anaweza akapotea? Mungu hawezi kupotea. Lakini anaposema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, maana yake ni kwamba tumtafute Bwana angali bado tuna nguvu. Sio nielewa vizuri hapo? Tumtafute Bwana angali tuna nguvu. Kwa sababu kuna wakati utakapoendelea kuishi maisha fulani, kuna wakati utakuja kumhitaji Mungu na yeye Mungu hataonekana kwenye maisha yako. Kwa sababu wakati wa ujana ndio wakati wa kuweka misingi imara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati wa ujana ndio wakati sahihi wa kumtafuta Mungu. Zaburi 119 mstari wa 9. Hebu tusome kidogo hapo. 119 na mstari wa 9. Tuone, je, kuna wakati ambapo Mungu anaweza akanyamaza juu ya maisha yako? Kwa sababu kipindi ambacho ulipaswa kumtafuta, wewe hukumtafuta Mungu. Kipindi ambacho ulipaswa kumtafuta Mungu, wewe hukumtafuta Mungu. Naomba usome hapo. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Zaburi 119 na ule mstari wa 9. Ndio. Neno la Mungu linasema, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii. Kwa kutii. Akilifuata neno lako. Akilifuata neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Anasema moja ni kwa kutii, halafu akilifuata neno la nani? Maana yake kwenye maisha yako ya ujana unaweza ukawa tayari umeshaharibu. Unaweza ukawa tayari umeshachafua. Unaweza tayari ukawa umeshaenda wrong. Lakini Biblia inasema tumtafute yeye kwa sababu anapatikana. Hiyo ndio maana alisha kwamba wakati wa ujana ndio wakati sahihi wa kufanyia makosa yako marekebisho. Sijui wewe unaweza ukawa umeharibu kwa kiwango gani, au umeharibu wapi, au umejichafua kwa njia gani, lakini tunapokuwa vijana ndio wakati sahihi wa kufanyia marekebisho yale uliyokosea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesa. Amen. Hebu muulize jina lako, umeshafua wapi? Usimwogope, muulize umechafua wapi? Haleluya. Kwa sababu unaweza ukawa ni kijana lakini tayari umeshaanza kufanyaje? Kuchafua. Umeshaanza kuharibu. Tuko hapa tunasema tunaokoka lakini tayari una nini? Una mchafuko, una hawala, huko ni kuchafua. Unajua tuko kwenye dunia ambayo ukimwambia mtu haya mambo anasema inawezekanaje kijana kama mimi, handsome boy kama mimi, niwe sina hata kadada kamoja? Nataka nikwambie, hivyo unavyofanya tayari umekwisha kuichafua njia yako. Unaweza ukawa ni dada, umeshakuwa na kijana tayari. Na siku hizi imani za siku hizi wanakuambia sio vibaya kwa kwenye mahusiano. Unajua ni jambo tu la kawaida. Haleluya. Na wengine wakasema haiwezekani. Unajua kisayansi mwanaume huwezi ukakaa bila mahusiano. Sijui ukikaa bila mahusiano, sijui tuko tunadanganyaga ujinga shuleni. Eti ukikaa bila mahusiano sijui akili zako zinakuaje, unakuwa na stress, maana unakuwa na sahau. Nataka niwaambie hiyo ni elimu ya kishetani. Amen. Huo ni ushauri wa kishetani. Kwa sababu wako watu waliosimama Isaac Newton wangapi tunamfahamu? Alikuwa na mke, si ndio? Lakini hatuwezi kujua kama alikuwa anafanya au afanye. Basi turudi kwenye Biblia. Walikuwa wakina Elia pamoja na utisho unaokuwa nao, alikuwa ni kijana mpaka anazeeka amesimama na Mungu. Wala hakuwa na mahusiano.
Alikuwepo Yesu. Kama basi kufanya hicho kitu ni jambo la kisayansi na usipokifanya unachanganyikiwa, Yesu angechanganyikiwa. Haleluya. Amen. Siku na watu wananielewa. Natamani leo Mungu akusaidie sana. Amen. Natamani leo Mungu akusaidie sana. Amen. Mimi sijui, ila Roho Mungu anajua ndani yako. Wewe umechafua kwa kiwango gani? Umeharibu kwa kiwango gani? Inaweza kuwa tuko hapo, mwingine alishatoa mpaka mimba. Lakini mwingine yuko hapa ana boyfriend. Ana boyfriend. Haleluya. Yuko hapa na anasema kwamba anafikiri yuko salama. Nataka nikwambie kwa mujibu wa Biblia, binti kama haujaolewa ni marufuku penge yoyote kugusa mwili wako. Amen. Kama haujaolewa, mtu yeyote hapaswi kugusa mwili wako. Biblia inasema hivi, Yusufu alipokuwa amemposa Mariamu, si ndio? Alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye nimesema naye alikuwa hajamjua. Naye alikuwa hajafanyaje? Hajamjua. Alipoonekana ana mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia usihofu kumchukua mkeo. Yaani watu mpaka wameshatoleana posa, si ndio? Lakini bado hawajafanyaje? Hawajajuana. Unasikia? Sio tu kama mtu kanakwambia tunakupenda. Tayari umeshaka kabisa na mwili wako. Kameshajua kona zote za mwili wako. Nataka nikwambie huko ni kuichafua njia ya Bwana. Huko ndio maana mahusiano ya namna hiyo hayafiki mwisho. Leo ukipita hata kwenye mitandao ya kijamii utakuta watu wanalalamika. Analia, jamani, wanaume wote ni mbwa. Nilikuwa na boyfriend wangu, sijui tumekaa kwenye mahusiano miaka 3, miaka 4, lakini nashangaa tu anakuja kwa mwanamke mwingine. Nataka nikwambie hilo sio janga la mcha Mungu. Hilo ni janga la mpagani. Hilo sio janga la nani? La mcha Mungu. Hilo ni janga la mpagani. Kwa sababu mwanamke, kijana, binti ambaye ameoa, ameokoka, hawezi akaguswa mwili wake. Nataka nikwambie hata mtu akikwambia habari zozote, lazima uweke utaratibu kwamba fuata process. Utakapokuwa mume wangu, utakapokuwa mke wangu, ndipo utakapoweza kunijua. Lakini kwa sababu tukikataa njia ya Bwana, tukaingia njia za mkato, ndipo tunaanza kukutana na majuto mbele. Ndipo ndani yake tunaanza kukutana na mimba ambazo hazina mpangilio. Ndipo tunaanza kukutana na magonjwa yanayotisha kama ukimwi, kwa sababu tumeiacha njia ya Bwana. Lakini neno la Mungu linakutaka leo, unayenisikiliza hapa, ya kwamba uisafishe njia yako kwa kutii na kuifuata neno la Mungu. Na neno la Mungu linataka uishi maisha matakatifu. Mimi niache niseme kwa sababu Bwana amenituma niseme na wewe haya. Kama usiponielewa au ukiniona hubiri mchinga, andika tarehe ya leo. Not tarehe ya leo. Halafu baada ya miaka kadhaa tukutane. Utakuwa na majuto kwa sababu ukikataa njia ya Bwana matokeo yake ni kumia. Lakini Mungu anasema hata kama umeharibu, umejikuta umeingia kwenye tabia mbaya, umejikuta umekuwa kijana hovyo, umejikuta umeharibikiwa, lakini neno la Mungu linakutaka leo uisafishe njia yako. Na hauwezi ukaisafisha njia yako. Sikie, huwezi ukaisafisha njia yako bila neno la Mungu. Amen. Ndio maana leo kuna watu wanahangaika sana kutoka kwenye tabia fulani. Mtu anapambana sana kuacha urefu. Kuna jamaa wangu mmoja, sitamtaja jina. Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa anakunywa pombe, tena ni mkurugenzi kabisa. Anakunywa pombe mpaka anajikojolea. Anakunywa pombe, haogopi hata kukojoa mbele za watoto. Anakunywa pombe, anafanya vitu vya hovyo. Siku moja wakamrekodi vitu walivyokuwa wanavifanya. Wakasema leo mwacheni. Wakamrekodi vitu walivyofanya pale nyumbani. Kesho yake asubuhi pombe ilipomtoka wakaenda kumwambia njoo tukuoneshe video. Wakamwekea kwenye skrini pale anaangalia. Anasema mimi nilikuwa natamka haya maneno. Mimi nilikuwa nafanya hivi vituko. Mimi nilikuwa
unafanya huu ujinga? Akasema kuanzia leo nimeachia kunywa pombe. Akaapa, nimeachia kunywa pombe. Sasa sikiliza. Kwa sababu alikuwa anajua dhambi ni kitu cha kawaida. Nataka nikwambie dhambi sio kitu cha kawaida. Dhambi sio kitu cha kawaida. Ndio maana hata kutukomboa tu sisi, ili mgharimu Yesu afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi sio kitu cha kawaida. Ile ni roho ya Shetani. Ile ni roho mbaya. Unaweza ukapambana kutoka kwenye tabia fulani kwa akili zako usiweze, na hautaweza, na kuhakikishia hautaweza. Ila lipo jina la Yesu Kristo. Ndio maana kwa kulifuata neno, akilifuata neno anaweza akasafishika. Amesema hivyo. Alimaliza wiki ya kwanza ya pili akaja kalewa tena. Tena alikuwa anakunywa pombe mpaka analia. Anasema mimi nifanyeje niweze kuacha pombe? Nifanyeje niweze kuacha pombe? Nataka nikwambie tabia yoyote sugu ambayo imeuchafua ujana wako, ambayo inaelekea kuchafua, huwezi ukaiacha bila msaada wa neno la Mungu, na kuhakikishia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hivi tuko ngapi hapa? Tuko wewe? Hebu naomba nisikie sauti ya wewe. Haleluya. Hiyo ni sauti ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikiliza. Tabia yoyote huwezi kuiacha. Ndio maana hata sigara imeandikwa ni onyo, hatari kwa afya yako. Lakini unafikiri kweli hawajui? Lakini kwa nini mtu anavuta? Ukitaka kujua ile ni mbaya wala hata haina ladha. Kwa mtu anayeanza kuvuta sigara, ukivuta ile puff ya kwanza, utakoa sana. Pombe kama pombe, kingekuwa kitu kizuri, ukimpa hata mtoto mdogo anatapika, anatema. Lakini kwa nini anakuwa na mvuto? Kwa sababu ile ni spirit, ile ni roho. Kwa hiyo huwezi ukaacha dhambi kwa namna nyepesi unayofikiria. Ndio maana anasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Moja ni kwa kutii, akilifuata neno la nani? Neno la Mungu ndilo kweli ambalo linaweza likamtakasa mtu kutoka kwenye kila aina ya tabia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana leo ukutane na msaada wa Yesu. Amen. Natamani sana leo njia zako zibadilike. Natamani sana leo neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Amina. Huwezi kupambana hivi. Kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Hata nikiuliza hapa, labda kuna mtu ambaye ndoto zake ni kuja kuwa mlevi maarufu hapa kama. Yaani kama mimi miongoni mwa ndoto zangu, pamoja na kwamba napokea taaluma fulani, ujuzi fulani, mimi moja ya ndoto zangu pia nataka niwe namaliza kreti 3 za bia. Yupo mtu hivi? Hata tukiita chuo nzima, tukaita chuo kizima, na wale wasiompenda Yesu wanakwambia hatuwezi bana, hatuwezi kunywa pombe, hatuwezi kuvuta bangi bana, hatuwezi kuwa makao wanaochuuza. Lakini nikuhakikishie jambo moja, ukimkataa Yesu utajikuta umekuwa mlevi kwa kutaka au kwa kutokutaka. Ndio maana hata walevi unaoona leo, walikuwepo walevi waliowatangulia kabla yao, walikuwa wakiwaona wanawatukana, wanasema yale pale malevi, yale pale mavuta bangi, yale pale makahaba. Lakini kwa sababu ya kukataa njia ya kimungu, leo wao ndio walevi, wao ndio makahaba, wao ndio wanaoharibikiwa kila siku kwa sababu walikataa njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nakusome Misali 5. Tumwone mtu ambaye alishindwa kuisafisha njia yake angali kijana. Anasemaje? Misali 5:11. Mithali 5 ule mstari wa 11. Ndio. Neno la Bwana linasema, nawe ukaziombolea siku zako za mwisho. Nawe ukaziombolezea siku zako za mwisho. Nyama yako na mwili wako utakapoangamia. Nyama yako na mwili wako utakapofanyeje? Utakapoangamia. Sikiliza. Huu ni ushauri. Anasema nawe utakuja kuziombolezea. Bwana Yesu asifiwe. Utaziombolezea siku gani? Siku za mwisho. Siku za mwisho. Leo kuna watu wanajuta kwa sababu ya makosa ya ujanani. Wanasema
ningejua nisingeishi ile njia, ningejua nisingekubali kuchezewa hivyo, ningejua nisingekubali maisha hayo niliyoyaishi, ningejua. Nawe utakuja kuziombolezea siku zako za mwisho. Biblia inasema hivi, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni njia nini? Ni njia ya mauti. Mwisho wake ni njia ya mauti. Leo unaweza ukawa unaishi maisha fulani ya uovu, unajifurahia, unaona kabisa hapa mimi safi kabisa. Tena muda mwingine mpaka unatisha, nikwambie hasa wadada, nikwambie shosti, ile busi langu limetumia iPhone. Wewe una iPhone wewe? Nina iPhone. Wewe una kazi kako tu fulani kadogo. Sema mimi. Yaani anaanza kukutishia na kuna kana kwamba yeye anafaidi sana katika uovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikwambie mwisho ni njia ya mauti. Wewe simama na Yesu, simama na wokovu. Haijalishi unaishi maisha gani, unaishi mazingira gani, kwa sababu njia yako ikiwa katika Bwana, mwisho wako utakuwa mzuri. Lakini njia yako ikiwa katika hali ya uovu, mwisho wako ni majuto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nawe utakuja kuziombolezea siku zako za mwisho. Na utaziombolezea. Anasema utaziombolezea, endelea mpaka 14. Utaziombolezea. Kwa sababu gani usiombolezee? Nitarudia ule mstari wa 11 hadi 14. Ndio. Biblia inasema, nawe ukaziombolea siku zako za mwisho. Ndio. Nyama yako na mwili wako utakapoangamia. Ndio. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo. Jinsi nilivyochukia maonyo. Na moyo wangu ukadharau kukemewa. Moyo wangu ulidharau kukemewa. Kwa mfano unavyozungumza ni mwingine atakuwa kuasika. Huyu mhubiri naye angekuja mhubiri hapa anatutamkia tu baraka na mafanikio. Nataka nikwambie hakuna mafanikio ambayo ndani yake kuna dhambi. Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu. Wala sikuisikia sauti ya walimu wangu. Wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Wala